Yuti al-arabi illa dakhalat. Fitna hiyo haitoacha nyumba katika nyumba za Waarabu za Waislamu wakati huo, isipokuwa fitna hiyo itaingia. Hakuna kubisha hodi, utaikuta ndani tu hiyo. Bwana Mtume anasema mkiona fitna hiyo mjue kwamba ni dalili katika dalili za kiyama zimekaribia. Ulama wakatafsiri kwamba fitna hii ni hizo simu tulizokuwa nazo na mitandao na WhatsApp hizo na Instagram na Facebook hayo. Niambieni ni nyumba gani iliyobaki sasa? Na for information, fitna hii imechukua nafasi kubwa sana katika ibada zetu. Kuna watu leo hata unaomuona anafungua msahafu lakini simu iko katikati, ndio inachukua nafasi. Bali kuna watu leo hawasomi kabisa Qur'an, kwa sababu ukiingia katika Facebook unachukua wakati mkubwa sana. Ukiingia katika WhatsApp hizo unafungua takriban message na nyingine 120 130, itategemea ulivyojiunga na watu. Na kuna groups kila aina leo zimebuniwa. Subhanallah, mimi simu yangu nimeingizwa katika group zinazidi 10. Huyu anakuingiza, huyu anakuingiza. Ukifungua simu yako utakuta message 1000 2000. Utapata wapi wakati wa kuzisoma hizo? Na subhanallah, ibilisi alivyokuwa mkubwa, kila kipindi simu hiyo ikipiga hii mbinja zake hizi, unataka kujua ni kitu gani. Mara nyingine hela mtu kanitumia, unataka kuona. Nafasi ya kuchukua kitabu cha Allah kusomwa imekuwa finyu sana kwa sababu ya mitandao hii. Mpaka bwana mmoja ameniambia hata nyumbani, ndani ya nyumba sasa hivi mke anataka kumwambia, alimwambia mumewe njoo chakula tayari, basi kashughulika tu. Chakula tayari, babake kashughulika, basi ilibidi amtumie WhatsApp, na uko hapa na hapa tu, chakula tayari. Ala, chakula tayari. Ndio mtu anashtuka. Imekuwa sasa watu wako chumbani kimoja, saa nyingine kitanda kimoja, lakini kila mtu anashughulika mpaka aone mtumie WhatsApp, ndio awareness inapatikana. Sasa maskini Qur'ani ndio imekosa bahati kwa hizi simu. Japokuwa hata kwenye simu zenyewe Qur'ani ipo, lakini imekosa bahati. Na Mtume anasema inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Mwenyezi Mungu atawanyanyua watu kwa kitabu hiki na atawadondosha wengine kwa kitabu hiki. Yani kwa jinsi mnavyokitumia kitabu hiki ndivyo mtakavyonyanyuliwa daraja, na kwa jinsi mnavyokiignore kitabu hiki ndivyo mtakavyodhalilika. Wallahi, watu hawawezi kufaulu mpaka wakitreat kitabu cha Qur'an na waisome Qur'an inavyotakiwa, na baraka nyingi zinapatikana katika kusoma Qur'an. Miji yetu leo imekuwa na balaa sababu Qur'ani imehamwa. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Qur'ani ikisomwa tu baraka zinashuka, rehema zinashuka. Wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Na kama baba anataka kuona furaha katika maisha yake, awe na mtoto hafidhul Qur'an, awe na mtoto anasoma Qur'an, awe na nyumba yote hii nyumba inahifadhi au inaisoma Qur'ani au inakisoma na kukitumia kitabu cha Qur'an. Kwa sababu Mtume anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mbora wenu ni yule mwenye kuisoma Qur'ani na akaisomesha. Sasa imechukua leo badala ya Qur'ani mitandao hiyo, madishi haya, wakati mdogo sana wa kucontact na Allah na kusoma Qur'ani umekuwa haupo. Kama mtu hatoisoma tu ile Qur'ani katika sala, basi hakuna pahala pengine atakwenda kusoma Qur'an. Ile akiingia sala, alhamdulillahi rabbil alamin, ndani alhamdulillah ndio anasoma Qur'an maskini. Akishatoka pale humpati tena, kilichomshughulisha simu yake. Hongereni wazee mliokuwa na watoto wanaohifadhi Qur'an, na hizi ndio baraka. Mnamkitaka kujua kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuombea Abu Talha ambaye alikuwa na mtoto mgonjwa nyumbani, na kila akitoka ana wasiwasi kazini kwake, anauliza nyumbani, mtoto vipi? Akirudi tu swali la kwanza anamuuliza Ummu Sulaim, kaifa halul walad, kwa sababu baba hawezi kuhimili maumivu ya maradhi ya mwanawe. Ummu Sulaim anamwambia mtoto yuko katika hali njema.
anakwenda, akirudi kaifa halul walad. Siku moja yule mtoto alikufa, Sulaim akamkosha mwenyewe, akamkafini mwenyewe, akamsalia, shughuli zote za maziko akazikamilisha. Mtoto akaenda akazikwa, akawaambia watu wa nyumbani kwake, la tukhbiru aba Talha bihadha alkhabar hatta akuna ana awwalu man yukhbiruhu, mimi ndo nataka niwe wa mwanzo kumwambia mume wangu, msimwambie kitu, kaeni kimya, najua akija atauliza mtoto hali yake vipi. Amerudi baba katika nyumba, akauliza kaifa halul walad, mama akajibu huwa askan ma yakun, yani nama alwaladu nauman la yash'uru fihi bitab, mtoto kalala usingizi hakuna tabu kabisa. Mama anamjibu baba, oh baba kaona mtoto leo hajambo, amelala, kumbe mtoto amekufa. Basi lete chakula, leta chakula, amekula mpaka ameshiba. Rawi alhadith anasimulia, anasema fasanaat lahu, baada ya kushiba mke akajiremba kwa ajili ya mumewe. Sanaat lahu yani hayat nafsa, akawa ni mwenye kujitahidi huku na huku, mume amuone amependeza, na mume akimwona mke amependeza, yanatokea tena mambo mengine. Yakatokea wamelala, baada ya kulala akamuuliza mumewe, mume wangu unaonaje kama tumeazima kitu kwa jirani alafu mwenyewe amekuja anakitaka, utampa? Sampe, si amana yake. Sasa basi sema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, laqad mata alwalad, mtoto amekufa. Mbona hujaniambia mapema? Nimeshiba, nimejichafua, nimestarehe, siku ya msiba mtu anakula mpaka anashiba. Anasema ndio maana mimi sikukuambia, kwa sababu sikutaka ulale na njaa, sikutaka haki zako nyingine za msingi zikupotee, kwa sababu ya kifo. Kifo ni kitu cha kawaida, yote ni njia yetu hiyo. Sema sikubali, talatakht, nimestarehe, nimejichafua, siku ya msiba haiwezekani. Asubuhi wa kwanza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hebu angalia mke wangu alivyonifanyia. Amekufanyia nini? Nasema nimekuwa nje, mtoto amekufa, nimerudi hajaniambia, nimeshiba mpaka nimefanya kitendo usiku, alafu baadaye ndo ananiambia. Mtume akasema arastumul laila, mmeingiliana usiku? Kaambia naam. Barakallahu lakuma fi lailatikum, Allah wabariki katika usiku wenu, huo usiku watie baraka zake. Na baraka ni jundu min junudillah, baraka ndugu zangu ni mwanajeshi wa Allah. Akitua katika umri wako unabarikiwa umri, utaishi miaka 20 lakini utafanya mambo ya miaka 100. Baraka ni umri ambao ni kitu ambacho kikiingia katika mambo yako wewe bishara. Ndicho alichoomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma, Allah wabariki. Rawi alhadithi anasema akaja mama yule na ujauzito katika usiku ule, akapata ujauzito afu kazaa mtoto. Abu Talha akamkamata mtoto siku ya kuzaliwa, akaenda naye kwa Mtume, kana nataka kumwambia ule usiku, ya Rasulullah, huyu ndo matunda yake. Mtume akauliza umekuja na nini? Sema na tende hapa. Akachukua tende akaitafuna bwana Mtume katika kanwa lake tukufu, alafu akamtia katika mdomo wake mtoto yule, kisha akasema huyu mtoto anaitwa Abdallah, jina lake Abdallah, kisha akaondoka. Mpokezi anasema faraaitu 9 min auladi, huyu Abdallah yarhamukallah, huyu Abdallah alizaa watoto 9, kulluhum qara'u alquran, wote walihifadhi Quran. Watoto 9 wa huyu Abdallah huyu wote walihifadhi Quran. Je, unatafuta fadhila gani baada ya hiyo? Mtume anachagua kitu cha kuwaombea watu wake. Yaani kitendo hiki kimemfurahisha Allah, kitendo hiki kimemfurahisha Mtume, kitendo hiki kimewafurahisha umma. Sasa Mtume anataka kutoa zawadi. Zawadi gani atatoa? Na waombea baraka kwa huo usiku. Baraka yenyewe imekuja, Abdallah kazaa watoto 9, wote kazi yao ilikuwa ni mahufadhul Quran. Mwenyezi Mungu akikupa wewe fadhila ya kukihifadhi kitabu cha Allah na mtoto na kukitumia, na wewe ukawa unahangaika kwa ajili ya kitabu hiki, Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia miongoni mwa watu wema. Lakini maskini WhatsApp zimechukua nafasi yake, Instagram na Facebook zimechukua nafasi yake,
Nimeona jokes moja wanasema mtu alikuwa anatembea na goma lile, zamani sio wanapiga ngoma zile usiku, wanaamsha watu daku. Mmoja katoka anamwambia usipate tabu, watu hawalali siku hizi kwa Facebook, hizo ngoma zote za nini? Hamna madufu wala ngoma zozote, watu wote wako macho. Kila nyumba inayokataa mtu na simu yake, yani Facebook zimetawala, hakuna tena qira'a Qur'an. Na wasiwasi hii Lailatul Qadri itapita mtu akthar min 1000 shahr, mtu yuko kwenye Facebook akthar min 1000 shahr, miaka 83 na kitu, mtu yuko kwenye Viber na WhatsApp na Instagram na hivyo vitu vingine, na maasi yamekuwa mengi na makubwa na marefu kuliko tunavyotarajia. Kwa hiyo Mtume anasema hii fitna haitoacha nyumba, itaingia. Na leo mtoto yoyote anataka simu, tena iliyokuwa na hivyo vitu hivyo, hataki simu tu ile ya tochi, anaweza kukupiga nayo ya uso. We baba gani? Kila mmoja ana simu ya kikweli kweli, na kila kukicha hawa watu wamefahamu sasa, wanatoa kila baada ya miezi kadhaa inatolewa mpya, watu wanasongamana. Utaona mara nyingine foleni kubwa, utafikiria mkate, kumbe ya iPhone, watu wanasubiria kila mmoja iwe latest ameipata yeye. Na huko ndiko kulikuwa na machunjio ya Qur'anul Karim, ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Hii ni fitna nyingine ambayo Mtume alitabiri na sasa imetokea.